Filamu inaanza moja kwa moja kwenye shule moja ya kifahari kubwa kinoma. Hapa tunamfahamu kijana mmoja anaitwa Seno. Akawa amepokea simu kutoka kwa rafiki yake mmoja anaitwa Asuka. Anamuuliza uko wapi? Seno akasema kwamba ndo nimemaliza kufanya medical check up hapa kwa ajili ya afya yangu, niko vizuri. Sasa hii medical check up aliyomaliza kufanya huyu kijana ni moja kati ya sharti moja linalopatikana katika hii shule kwa wanafunzi wote ili kushiriki katika program ya kubadilisha wanafunzi na nchi nyingine. Sasa Seno siku hiyo kamaliza kupokea majibu yake, yuko vizuri. Wakati anazungumza na simu, kuna mtu alikuwa anamfuatilia kijana huyu, na Seno baada ya kumaliza kuongea na simu akawa amehisi kabisa jambo hilo, akaanza kukaza miguu ili kuondoka eneo hilo haraka. Ghafla kwa ametokea kuna mtu mmoja hapa amevaa maski, akamwonya huyu mshikaji akimwambia kwamba wanatumia vigezo vya kupima afya yenu kwa manufaa yao binafsi. Kabla hajaelewa vizuri huyu mtu alikuwa anamaanisha nini, kuna jamaa mwingine akawa amefika hapo, akawa amemchoma huyo kijana kwa visu. Seno baada ya kushuhudia hili akaamua kukimbia ili kujaribu kutetea maisha yake, lakini sasa kwa bahati mbaya yule mtu aliyemaliza kumdhuru yule kijana mwingine akawa amemkamata huyu Seno na kumpeleka mahali pasipojulikana. Siku kadhaa baadaye, hii shule ilikuwa imepokea mtu mwingine mgeni. Huyu jamaa anaitwa Shaka, ni kaka yake Seno. Yeye ndiye alikuwa mkubwa pekee aliyekuwa amebaki kwenye familia yao ili kumlea mdogo wake Seno. Wazazi wao wamekwisha kufariki katika ajali mbaya sana. Shaka anamkumbuka mdogo wake, mara ya mwisho alimpatia bangili kama ishara ya upendo na ulinzi, na wakawa wameapa kwamba wataendelea kulindana daima, haijalishi nini kitakachotokea kati yao. Shaka akaenda moja kwa moja katika ofisi ya usimamizi ili kujiandikisha kama mwanafunzi mpya katika shule hii ya upili. Ukiachana na Shaka, nje hapa tunamfahamu kijana mmoja anaitwa Asuka ambaye yeye kwa sasa ni mpweke sana. Huyu ndiye alikuwa rafiki yake wa karibu na Seno. Kwa sasa kinachotawala ni kumbukumbu na nyakati nzuri alizokuwa nazo kati ya yeye na rafiki yake. Akiwa hapo, kuna wababe wawili wa shule wako wamefika hapa, wakaanza kumsumbua. Wanamuuliza rafiki yako yuko wapi? Ni kumdhihaki tu. Huyu jamaa anayekula, huyu jamaa anaitwa Jaden na huyu jamaa mwingine anaitwa Ricky. Wanadharau sana kwa sababu wametoka kwenye familia ambayo ni ya kishua kweli kweli, yani familia yao ina uwezo. Sasa walivyokuwa wanaendelea kumsumbua kutoka kwa mbali, Shaka akawa anaangalia tukio zima. Kwa bahati nzuri akawa ametokea mwalimu mmoja anaitwa Aura, akajaribu kumsaidia kijana Asuka. Wale vijana wengine wasumbufu wakawa wamefanikiwa kuondoka hapo. Anaonekana kuwa ni mwalimu mkarimu sana huyu binti, na hivi ni mrembo. Shaka kwenye kupitapita akaona kama kuna mtu anajaribu kufungua mlango kwa wizi. Shaka si akaanza kumkimbiza huyo mtu. Kwa bahati mbaya kwenye kukimbia akawa amegongana na Miss Aura, akamwomba msamaha, lakini mwalimu akawa amepagawa sana baada ya kumuona huyu jamaa ni mzuri, uso wake unavutia, ila akawa amejikaza kwa sababu yeye ni mtoto wa kike. Shaka baada ya kurudi ndani ya gari akawa anakumbuka maisha ya zamani. Baada ya kifo cha wazazi wake, yeye pamoja na Seno waliishi katika nyumba ya watoto yatima. Kumoja Seno alikuja kuchukuliwa na familia ambayo ilikuwa na uwezo, wakaenda kumlea, na hiyo ndo ikawa mwanzo na mwisho wa wao kuonana. Wakawa wametengana, wamekuja kuonana wakiwa watu wazima. Ndiyo maana bwana mkubwa amefika hapa kwa ajili ya kumtafuta ndugu yake. Moja kati ya kitu ambacho tunakitambua hapa, Shaka ni askari polisi ambaye ameamua kujiunga na hii shule ili kuchunguza kutoweka kwa ndugu yake. Sasa upande wa chumba cha walimu, Miss Aura akawa amepata habari kwamba kuna mwalimu mpya anakuja. Aura kwa akili yake akawa anawaza kabisa ni yule ambaye amegongana naye hapo nje, yani Shaka. Wakiwa hapo, kuna mwamba mmoja akawa ameingia hapa. Huyu mwalimu anaitwa Badman, akasema kwamba amewasiliana na mkuu wa shule hii, yuko likizo na yeye analazimika kukaimu nafasi ya mkuu wa shule mpaka pale ambapo mkuu wa shule hiyo atakaporejea. Sasa huyu mwalimu Badman ni mkorofi kweli kwa walimu wengine, lakini anapatana kinoma na wanafunzi wawili tu, ni Jaden pamoja na Ricky. Wakawa wamefika hapo na wakawa wameondoka na huyu mwalimu kwa ajili ya mazungumzo. Kwa upande mwingine, rafiki yake Seno bado anapitia kipindi kigumu sana hapa shuleni. Ukiachilia mbali kumpoteza rafiki yake, bado anapitia kero kutoka kwa Jaden na Ricky. Hawezi kabisa kupambana nao. Sasa akawa amekutana na binti moja anaitwa Sonya. Huyu naye ni rafiki yake Seno. Sonya akamwambia kwamba hakuna haja ya kupambana na watu kama hao. Sasa hawa wote wawili hawaamini kabisa kama Seno alitoroka kwenye hii shule, kwa sababu taarifa zilizopo kutoka katika hii shule ni kwamba Seno alitoroka kwenye hii shule. Ndio maana shule haihangaiki kumtafuta mtu kama huyo. Kwa sasa Asuka anasema kwamba yuko tayari kufuatilia kisa chochote ili kujua nini kilichomkuta rafiki yake Seno. Wakuwa wamepeana ahadi kwamba wataendelea kushirikiana kwa pamoja, yani Sonya pamoja na
Asuka. Katika kumbukumbu za nyuma zinaonyesha kwamba Shaka baada ya kuwa machana na mdogo wake wakiwa watoto wadogo, baada ya kuwa amekuwa na kuwa amepata kazi, akaamua kufuatilia ili kujua mdogo wake yuko wapi. Siku moja akawa amepata habari kwamba mdogo wake anasoma kwenye shule hii ya kifahari, akaamua kuja kumtafuta. Alipofika hapa alifanikiwa kumpata na wakawa wamefahamiana kutokana na bangili ambazo walikuwa wamezivaa mikononi mwao. Mara kwa mara Shaka alikuja kumtembelea Seno, na Seno alimwambia Shaka kwamba ana rafiki yake anaitwa Asuka na alikuwa anatamani sana siku moja awakutanishe. Kabla hajafanya hivyo, siku chache baadaye Seno alitoweka ghafla tu. Sasa upande wa Sonya akiwa zake huko bizi anasomasoma hapa nje, mara akaanza kusikia kuna sauti ya ajabu inatoka kwenye gara. Akakaribia hapo polepole kwenda kuangalia kuna nini, lakini zile kelele zikawa zimesikika tena. Kwa sababu ya hofu, binti akawa amekimbia na akawa ametoka eneo hilo. Siku iliyofuata shuleni hapa walikuwa wanatarajia kupokea mwalimu mpya. Wanafunzi pamoja na walimu wamejiandaa kwa ajili ya huo ugeni. Sasa Miss Aura yeye ana furaha sana, anaamini kwamba mwalimu huyo pengine atakuwa ndo yule aliyepigana naye kikumbo njiani, yani anamaanisha Shaka. Wakiwa hapo, kuna jamaa mmoja akawa ameingia hapa kwa mbwembwe. Huyu jamaa ndio mwalimu mpya, anaitwa Beni. Aura akawa ameshangaa, hafanani hata kidogo na jinsi alivyokuwa anatarajia. Walimu wa kike wote wakawa wameondoka eneo hilo. Sasa sio wote wanafunzi wanafuraha kwenye hii shule. Kuna mwanafunzi mmoja, yeye ni mwanafunzi aliyehitimu katika shule hii ya Dharma, akaamua kutoa ya moyoni kuhusiana na shule hiyo baada ya kuwa amehitimu. Anasema kwamba yeye alichaguliwa kwenda kwenye programu ya kubadilishana na wanafunzi wengine, lakini njiani alitiliwa madawa ya kulevya na akapoteza fahamu. Alipoamka baada ya kujikagua, akajikuta ana alama kubwa sana tumboni kwake. Baada ya kwenda kufanyiwa uchunguzi hospitalini, iligundulika kwamba ameondolewa figo yake moja. Anasema kwamba imemchukua muda mrefu sana mpaka kuyaanika haya mambo yote mtandaoni kwa sababu ni jambo la hatari. Sasa baada ya kuposti klipu hiyo, ikawa imesambaa kwa haraka sana na wanafunzi pamoja na walimu wakawa wamepokea hii habari kwa taharuki. Watu hawaamini kilichokuwa kinazungumzwa mtandaoni huko kuhusiana na biashara haramu inayoendelea katika shule hii. Sonya akamfuata Azika, yeye binafsi akaanza kushuku pengine Seno anaweza kuwa ni mwathirika mwingine wa biashara hiyo hiyo ya viungo. Pengine ni kweli inafanyika ndani ya shule hii, lakini sasa hawana uhakika na haya mambo yote. Baada ya kuwa darasani, mwalimu Aura akawa anafundisha siku hiyo. Baada ya muda mfupi akawa ameingia mwanafunzi mpya. Sasa mwanafunzi aliyeingia hapa ni Shaka. Miss Aura hakutegemea kabisa kama huyu jamaa atakuwa ni mwanafunzi badala ya kuwa mwalimu. Hakuwa ameingiwa na wasiwasi kidogo, kwa sababu amekwisha kwanza kutokea kumpenda huyu jamaa. Angekuwa ni mwalimu ingekuwa unyama sana, na saizi amekuwa mwanafunzi, maana yake ni kama mkeka umegeuka. Shaka akiwa shuleni hapa akawa amepata chumba cha kulala, ni chumba kimoja na rafiki wake Seno, yani Asuka. Chumba alichopewa na kitanda alichopewa ndio kitanda ambacho alikuwa anakitumia Seno. Sasa akiwa katika chumba hicho, Asuka hakumpa ushirikiano wa aina yoyote, yani alimuona kama mtu baki tu, wala hata kushoboka naye kabisa. Mshikaji wakawa amelala hata kujitambulisha, licha ya Shaka kujipendekeza sana kwa huyu mshikaji, lakini siku hiyo pakawa pamedunda. Usiku huo tena Asuka akawa anatazama ile video ambayo yule mtu anadai kwamba ameibiwa figo na anadai kwamba biashara hiyo inafanyika kwenye hii shule. Kijana akawa ametoka kwenye chumba chake, akatoka kwa sirisiri. Kumbe Shaka na yeye anaijua hiyo mbinu, akaanza kumfuatilia kwa sirisiri nyuma tu. Sasa Asuka alikuwa anamfuatilia mwalimu Batman ambaye anaonekana kuwa ana shaka kidogo. Baada ya kuwa ameona matone ya damu mkononi mwake, mshikaji akaamua kumfuatilia huyu mwalimu ili ajue kwanza hiyo damu inatokana na nini na kaitoa wapi. Upande wa Shaka, yeye kuja kumtafuta Asuka akawa amempoteza. Sasa kwenye harakati za kuendelea kumtafuta mshikaji kapita wapi, kwa bahati mbaya akawa amegongana tena na mwalimu Aura, akawa amemuomba radhi. Madamu akauliza, unafanya nini hapa usiku huu? Jamaa akasingizia kwamba nilikuwa nataka kupata hewa kidogo, lakini nilikuona unatembea peke yako ndio maana nimefika hapa. Mwalimu akibidi kumuuliza, kwa nini ufanye hivyo? Hapa sio mahali pa kutembea usiku. Shaka akasema kwamba wanawake hawapaswi kutembea peke yao usiku. Madamu akamaindi sana, akamwambia kwamba usilete pigo hizo, kisha akawa ameondoka hapo. Sasa kwa upande wa kijana Seno, alikuwa bado yuko hai bana, lakini kahifadhiwa katika chumba kimoja cha siri. Alikuwa anapatiwa chakula pamoja na maji ya kutosha ili aendelee kubaki kuwa hai na afya yake iwe njema. Yaani hatakiwi kabisa kuzoofika kiafya, kwa sababu watu wana dili zao hapa. Mara nyingi alikuwa akipata nafasi ya kupiga kelele ili kuomba msaada, lakini hakuna mtu yoyote aliyejali wala hakuna mtu yoyote aliyesikia, kwa sababu sehemu alipokuwa hakuna mtu yoyote aliyekuwa anafahamu zaidi ya watu ambao walikuwa wanafika hapa kwa ajili ya kumhudumia kwa siri. Asubuhi iliyofuata Shaka akawa ameamka mapema, akamwamsha Asuka, akamwambia kwamba ajiandae waende wote shuleni. Akiwa anamsubiri baada ya jamaa kwenda kuoga, Shaka akaamua kukagua kabati la Asuka na akawa amepata kidaftari ambacho mara nyingi mshikaji alikuwa anaandika siri zake na maisha yake yote, pamoja na hadithi nyingi sana za kumpoteza Seno kama rafiki yake, na alikuwa ameandika maneno mengi sana
sana, ikionyesha kwamba Seno alikuwa ni rafiki yake wa kweli katika furaha na shida. Jamaa baada ya kuwa amepata ushahidi kwamba huyu ndo rafiki yake Seno, akawa amerudisha hicho kidaftari haraka haraka na akawa amejituliza. Baada ya kurudi darasani, Sonya akawa amemfuata tena Asuka, akamwambia kwamba ameenda kuonana na mtu mmoja ambaye Seno mara nyingi alikuwa anapenda sana kukutana naye maktaba. Ni mshikaji wake pia, anaitwa Jarem. Seno, moja kati ya sifa yake, alikuwa anatengeneza urafiki na mtu yoyote ambaye alikuwa anaonekana mpweke na alikuwa hana marafiki. Hivyo mshikaji alikuwa na marafiki wengi sana ambao watu wengi walikuwa sio marafiki zao. Kwa mujibu wa Jarem, hakukubali kwamba Seno alitoroka hapa shuleni. Sonya anasema kwamba amekubaliana na huyo mshikaji kwamba wataenda kuonana naye baada ya masomo. Kweli baada ya masomo wakakutana na huyo mshikaji. Huyo mshikaji sasa ndo anaitwa Jarem. Mshikaji akamwambia kwamba siku 2 kabla ya Seno kutoweka, alimuona Seno anafukuzwa na Ricky pamoja na Jaden, na alisikia Seno akiwa anapiga kelele anaita jina la Batman, yani ule mwalimu wao. Asuka akawa amekasirika sana, mara moja akaenda kumtafuta Ricky pamoja na Jaden. Sonya akajaribu kumzuia, lakini muda mfupi baadaye wale washikaji walikuwa wamefika hapo na walikuwa wamemvaa Asuka. Asuka akaanza kuwaraumu hao watu kwamba ndio waliosababisha Seno kutoweka kwenye hii shule. Jaden akawa amekasirika sana baada ya kusikia hivyo. Mbona kama wewe ni kiziwi? Mbona hii shule imetoa tamko kwamba Seno alitoroka hapa shuleni, sio kwamba kapotea. Ugomvi ulikuwa umezuka hapo. Shaka akawa amefika hapo na akawa ameingilia kati, wakajaribu kupigana na Shaka, lakini Shaka hakutaka sana kuwaonyesha kwamba yeye ni mnoma kwenye hiyo engo. Sonya akawa ameenda kumuita mwalimu Aura. Mwalimu baada ya kufika hapa akawakuta wengine wote wametawanyika, akamkuta Shaka yuko hapa. Hakutaka maelezo ya aina yote, akamchukua huyo mshikaji moja kwa moja akampeleka kwenda kumpa adhabu. Licha ya Shaka kujaribu kujielezea, lakini mwalimu Aura hakutaka kabisa kumwamini wala kumsikiliza kwa chochote. Baada ya adhabu, Shaka akaenda tena ofisini kwa Aura, akasisitiza kwamba yeye alikuwa hana hatia, amepewa adhabu, hajafanya kosa la aina yote. Akasema kwamba yeye alikuwa anamsaidia tu rafiki yake Asuka. Madam Aura ikabidi kumuita Sonya ili athibitishe hilo jambo. Sonya akawa amesema kweli Shaka alikuwa anamsaidia Asuka. Aura akanyamaza kidogo baada ya kuona kama kuna kaibu fulani kamempata usoni, akawa amemwomba msamaha Shaka kwa kutokuelewana. Basi mshikaji akawa ameondoka tu hapo. Sonya akawa amemfuata Shaka, akawa ameenda kumwomba radhi. Yawezekana yeye ndiye aliyesababisha, hakumwambia madam maelezo ya kutosha kwamba yeye hajahusika na huo ugomvi. Shaka hakuchukia sana, alikuwa ni mtu poa tu, lakini sasa alishangaa kwa nini Miss Aura anamtetea sana Asuka, yani kiasi kwamba hakumpata muda wa kujieleza. Sonya akamwambia kwamba Asuka ni mgonjwa wa muda mrefu na shule nzima inatambua hilo, ndiyo maana mwalimu Aura anajitahidi sana kulinda afya ya huyo kijana kuliko mwanafunzi yoyote hapa shuleni. Sasa usiku huo baada ya ugomvi, Asuka akawa amepata homa kali sana. Shaka ikabidi kumhudumia huyo mshikaji kwa upendo mkubwa sana. Sasa muda huo wakati yeye anamhudumia, Asuka anaona kumbukumbu ya rafiki yake Seno, kwa sababu ndiye yeye mtu ambaye alikuwa akimjali namna hiyo na kumhudumia kwa upendo mkubwa. Akamshukuru Shaka na akawa amemwambia kwamba amezungumza na Jare ambaye amemwambia kwamba alimuona Seno anafukuzwa na Ricky pamoja na Jenny siku 2 kabla ya yeye kutoweka. Lakini kinachomshangaza, wale watu huwa ni wagomvi na wanapenda kumfukuza Seno wakati wa mchana, lakini siku hiyo walimfukuza usiku. Sasa hajui ni nini kilichosababisha wale washikaji kumfukuza Seno usiku. Asuka akieleza kwamba anaamini kabisa Seno kuna jambo limemtokea na linafichwa. Kesho yake Shaka akaenda kwa Ricky pamoja na Jaden. Jaden akamuuliza, uwezo wako wa jana ulikuwa ni uwezo kweli ama ulibahatisha? Yaani wewe unaweza kweli kupambana? Kama unataka kuwa pamoja na sisi, utakuwa tu rafiki yetu kama utaweza kuwadhibiti, yani kuwachapa au marafiki wawili hapo pembeni. Hawa jamaa ili uungane pamoja nao lazima uwe na uwezo wa kupambana. Shaka akawa amekubali hilo jambo. Zikapigwa 2-3 akawa maangusha wote wale wawili chini hapo. Washikaji wakawa wamekubali kuwa rafiki na huyu jamaa. Haya makubaliano Asuka akawa amemuonya Shaka, akamwambia kwamba usishirikiane nao watu, hawaaminiki. Lakini Shaka akamwambia kwamba ili kujua zaidi kuhusiana na Seno ni lazima tuwaweke karibu hawa watu. Jaden akawa amefika hapo na akawa amemwalika Shaka kushiriki pamoja naye katika sherehe ya kuzaliwa kwa Ricky itakayofanyika nyuma ya hiyo shule. Sasa hivi wanaongea kama ni marafiki wa muda mrefu sana. Baada ya Jaden kuondoka hapo, Asuka akamwambia Shaka kwamba nitafurahi kama utanifundisha na mimi mbinu za kujilinda mimi mwenyewe ili niweze kujisimamia. Shaka akamwahidi kwamba atamfundisha hilo jambo na atakuwa bora sana. Usiku huo watu wakaenda katika sherehe ya Ricky. Hii sherehe ilikuwa tofauti, ilikuwa ni sherehe ya mapambano tu kati ya wanafunzi na wanafunzi, yaani huu usiku wao wanauita fight night. Washiriki walikuwa ni watoto wa matajiri tu waliokuwa na uhusiano wa karibu sana na mwalimu Batman ambaye yeye ndiye aliyekuwa anawakingia kifua, hataki mtu yoyote awaguse hawa watu. Shaka na Sonya wakuwa wamefika hapo, wakuwa wamekabidhi simu zao. Jaden akawa amemtambulisha Shaka kwa watu wengine kama mpiganaji mpya, akamshawishi apigane usiku
usiku huo kuna mtu mwingine akawa ameingilia hapo, akamwambia kwamba Jaden, mimi nataka kupigana na wewe. Jaden alikuwa anapenda ugomvi nyinyi, yani anapenda kupigana muda wote. Mshikaji akawa amekubali na alikuwa mzuri kweli kwenye kupigana, akawa amemdhibiti huyu jamaa, akaanza kuona kama hana mpinzani mzuri kabisa kwenye hii shule, yani kila mmoja anaweza kumbonda anavyotaka yeye. Shaka akawa ametumia fursa, akawauliza kuhusiana na Seno. Jaden anasema kwamba kwa nini uuliza kuhusiana na Seno? Sema nini? Ninaweza kukuambia kila kitu kuhusiana na Seno, lakini tu kama utanipiga kwenye pambano langu na wewe, yani ni lazima tupigane, ajulikane mbabe nani. Ukinishinda nitakuambia kuhusiana na Seno. Shaka akawa amekubali. Ilikuwa limepigwa pambano moja kubwa sana la kibingwa hapa. Shaka akawa amefanikiwa kumshinda Jaden. Shaka mwenyewe akawa amekubali mkono wa huyu mshikaji, akamwambia kwamba pambano zuri. Jaden akawa amemsifu mshikaji kwamba yuko vizuri, na akawa amemwambia kwamba yeye pamoja na Ricky walikuwa wanamfukuza Seno, walijua kwamba anaenda kuwaripoti kwa mwalimu Batman, lakini baadaye wakawa wamegundua kwamba Batman mwenyewe ndiye alikuwa amemuita Seno, na jamaa aliapa kabisa kwamba anachokizungumza ni cha ukweli, hakuna kitu chochote alichokificha kwenye hilo. Kesho yake mwalimu mpya akawa ameaga, anaonyesha kwamba yamemshinda mambo yote katika hii shule. Mshikaji anasema kwamba ameamua kujiuzuru ghafla kwa sababu yanayoendelea huko mtandaoni yanachafua sifa ya shule. Ameamua kujiondoa kwa sababu hii shule kama inahusika na biashara ya viungo haramu, yawezekana hata na yeye akawa ni miongoni mwa waathirika wapo baadaye. Hivyo mshikaji akaamua kuacha kazi. Usiku huo huo Sonya akawa na wanafunzi wenzake Niki pamoja na Tasia wakasogea kwenye gara ambapo Sonya aliwahi kusikia kuna kelele za ajabu. Anawashawishi marafiki zake waende wakachunguze kuna nini hapo, lakini baada ya kusogea hapo wakaanza kusikia tena yale makelele, wakaanza kuamini isije kuwa ni mizimu iko upande huu. Sasa wakati wao wanaendelea kuchunguza, kumbe Shaka pamoja na Asuka walikuwa wanawatazama kwa mbali. Baada ya wao kuondoka hapo, wao wakaamua kusogea hapo kwenda kuangalia kuna nini. Sasa kumbe Shaka na Asuka wao wanatazama na wao wanatazamwa, kuna mtu mwingine anawaangalia kwa mbali. Baada ya wao kufika eneo hilo, wakaona kuna mtu anatoka ndani ya mlango huo, wakaamua kumfuata mara moja, wakaenda wakamkamata. Huyu mshikaji ana hofu kinoma, wakawa wamemtambua kwamba ni mwanafunzi mwenzao anaitwa Januari. Januari akamwambia kwamba mara nyingi huwa anaingia eneo hili kwa sababu anamtafuta Seno. Sasa watu wakawa wameshangaa, mbona Seno anatafutwa na watu wengi? Na huyu jamaa alikuwa ni bingwa wa kufungua milango, yaani mshikaji mlango wote anafungua na anaingia. Ni kwa sababu hiyo tabia amefundishwa na baba yake. Baba yake alikuwa ni bingwa sana wa kufungua milango ya watu, ndio jambo ambalo limempelekea mshikaji kufungwa gerezani mpaka sasa. Seno anaonekana na marafiki wengi sana na kila mmoja anatamani kumsaidia. Sasa wakiwa hapo wanaendelea kujadili, mara wakamuona mwalimu Batman akiwa hapo, wakaamua kumfuatilia huyu mzee anafanya nini muda huu hapa. Wakamuona mzee amesimama sehemu moja, yuko bize na paka. Baada ya kuona hivyo, kidogo ikiwa imewapunguzia mashaka, hivyo wakawa wameondoka na kumwacha. Sasa siku moja baada ya habari iliyosambazwa mtandaoni kuhusiana na kwamba shule hii inahusika na biashara haramu ya viungo vya watu, wanafunzi wakaamua kuandamana ili waende moja kwa moja katika ofisi ya walimu wakatoe majibu ya kutosha kuhusiana na jambo hilo. Mbona wamelikalia kimya? Na wanahitaji ikiwezekana ile programu ya kubadilishana na wanafunzi wengine ifutiliwe mbali. Wanafunzi wengine wakasema kwamba wako tayari kama watafukuzwa shule freshi, ila sheria ifate mkondo wake. Asuka akawa amesikia hii hoja, akaamua kuungana pamoja nao. Shaka yeye akasema kwamba hawezi kuungana pamoja nao kwa sababu anaenda kucheza mpira wa kikapu pamoja na kina Ricky. Lakini hapa utakuwa umegundua kwamba Shaka hajataka kabisa kuingilia hili jambo, isije kuonekana kwamba askari ameamua kuchochea vurugu za hivi. Kwa hiyo yeye akaamua kujitenga na wao. Kweli wanafunzi wakaandamana, wakaenda kwenye ofisi ya walimu. Walimu wakajaribu kuwatuliza. Batman yuko hapo kama msimamizi mkuu, anajaribu kuwatuliza. Hamna haki ya kuandamana, hatuna haki kabisa ya kuondoa hiyo program kwa sababu mkuu wa shule hii hayupo hapa. Wanafunzi wakawa wamuuliza, kama mkuu wa shule hayupo, wewe unaongea kama nani? Mpigieni simu mkuu wa shule afike hapa atoe hiyo ripoti. Kwani kinachoshindikana ni nini? Kwa nini shule ikae kimya wakati huo hii habari inaendelea kutambaa huko mtandaoni? Batman akawa ameita walinzi. Sasa katika mapurukushani hapa, ghafla Jared akawa ameanguka chini na hivyo akawa amepelekwa hospitalini kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi. Asuka ikabidi kubaki na huyu mshikaji amtulize. Jamaa alikuwa ni mgonjwa wa kifafa, na kwa wakati huu baada ya uchunguzi akaambiwa kwamba anahitajika kupata muda mzuri sana wa kupumzika. Mshikaji akawa ameomba radhi kwa Asuka kwamba hakumwambia mapema kuhusiana na hali yake, lakini akaahidi kwamba ataendeleza mapambano mpaka wampate Seno, na akawa wamekubaliana kwamba watatafutana baada ya masomo. Lengo ni kutafuta kwanza mtu ambaye alidai ameibiwa figo kutoka kwenye hii shule, pengine wanaweza kupata mambo mengine zaidi ambayo wao hawajui kutoka kwake. Jared pamoja na Asuka wakaanza kutafuta habari kuhusiana na mtu ambaye amesambaza video za uovu wa hii shule. Mshikaji alikuwa amejipanga sana mpaka kufanya hilo jambo kwa sababu ni jambo la hatari, hivyo hawakupata taarifa ya aina yoyote mtandaoni kuhusiana na huyo mtu. Sasa baada ya kuchakata
wakapata mawazo sana, wakajua kabisa sehemu sahihi pa kupata habari kuhusiana na huyo mtu. Si amesema amesoma kwenye hii shule? Kwa hiyo wakahisi kabisa wanaweza wakapata habari kuhusiana na watu kama hawa kwenye ofisi ya mkuu wa hii shule. Hivyo wakaamua kwenda huko, lakini wataendaje kuingia kwenye ule mlango na mlango umefungwa? Hapa ndipo likaja wazo kwamba wamtafute Anwar kwa sababu yeye ni mtaalamu wa kufungua milango. Wakamsii awasaidie pia kwenye huu mchakato, kwa sababu hata yeye anahitaji kupata kujua zaidi kuhusiana na Seno kwa sababu ni mshikaji wake. Mshikaji alikuwa amekubali, lakini akasema kwamba kuna CCTV. Jarer yeye akasema kwamba hilo sio shida, atalisimamia kwa sababu yeye ni ati anaweza kuhack, kila kitu kitakuwa sawa. Wakaamua kwenda kuingia kwenye ofisi ya mkuu wa shule. Januar pamoja na Jarer wakaingia moja kwa moja kwenye ofisi. Azik yeye yuko nje huko kuhakikisha usalama ili kuwajulisha hawa watu kinachoendelea huko nje. Sasa baada ya kuingia wakawa wamehaki kompyuta ya mkuu wa shule, wakagundua kwamba mtu aliyedai kuibiwa figo na hii shule ni kweli amesoma kwenye hii shule, na jamaa anajulikana kwa jina la Andre. Ni kijana yatima, ni mtu ambaye alikuwa anaishi peke yake. Sasa kwa mujibu wa maelezo wakawa wamegundua kwamba mtu aliyeibiwa figo alikuwa ni mtu peke yake, alikuwa yatima, hivyo hana mtu yoyote wa kumtazama. Wakawa wametambua yawezekana huu mchakato unafanywa kwa watu ambao ni watu ambao wako peke yao, hawana mtu yoyote wa kumfuatilia. Hata akifanywa jambo baya watu hawawezi kuhoji kuhusiana na huyu mtu. Sasa baada ya kugundua hili wakawa wametambua kwamba hii sababu ndio hiyo iliyotokea kwa Seno, kwa sababu Seno pia alitambulika kwenye hii shule kama hana mwanafamilia wa aina yoyote ambaye anaweza kumfuatilia. Baada ya kuchunguza wakawa wametambua kwamba kuna wanafunzi zaidi ya 6 ambao wamepatwa na hii program ya kubadilishana na wanafunzi wengine, na jina miongoni mwao lilikuwemo jina la Andre. Wakati huo huo barabarani kulikuwa kuna gari ambalo Miss Aura alikuwa anaendesha hili gari, anajaribu kurudi nyumbani, lakini kwa bahati mbaya gari lilikuwa limemharibikia njiani. Sasa akiwa hapo kwenye kuhangaika Chaka akawa amefika hapo. Aura madam akahisi kama huyu mshikaji anamfuatilia. Mwanzoni alikuwa amekataa kabisa kupokea msaada kutoka kwa huyu mshikaji, lakini mshikaji akamsihi sana anaweza akamsaidia ampeleke nyumbani kwake huyu binti. Baada ya kumshawishi kwa muda mrefu, madamu ikabidi kukubali kweli asindikizwe na Chaka. Wakiwa ndani ya gari walikuwa wamepiga stori nyingi sana, walikuwa wamepata muda mzuri sana wa kufahamiana. Sasa badala ya kwenda moja kwa moja nyumbani, binti Aura akawa amehitaji apite mgahawani kwa ajili ya kupata chakula kwanza ndiye aende nyumbani. Sasa akiwa hapo walimu wenzake walikuwa wamefika hapo, walikuwa wamemkuta mtu na mwalimu wake wako hapa. Walimu walikuwa wamehisi kabisa kwamba pengine Chaka anajitahidi kujiweka karibu sana na huyu mwalimu ili apate ufaulu mzuri mwisho wa siku. Aura akawa amejitetea kwamba gari lake limeharibika njiani, akawa amehitaji kupata msaada na mtu pekee aliyempatia msaada ni huyu kijana. Basi ikabidi kuanza kula chakula akiwa pamoja. Aura mara nyingi alikuwa anapigiwa simu na namba ngeni, lakini alikuwa haipokei, sijajua ni nini. Wakati wanazungumza, Chaka ikabidi kuuliza kuhusiana na ile video ambayo inatembea mtandaoni. Miss Aura yeye ni mgeni sana kwenye hii shule, akasema kwamba bado haamini kabisa jambo kama hilo, lakini mara nyingi amekuwa anasikia hadithi za kutisha kutoka kwa wanafunzi, jambo ambalo hana uhakika wa moja kwa moja. Kwa upande wa Miss Aini, yeye akasema kwamba moja kati ya stori mbaya ambayo imewahi kuikuta hii shule ni mwanafunzi mmoja ambaye aliwahi kufariki kwenye hii shule. Sababu ya kufariki kwake ilikuwa ni ugonjwa wa moyo. Inavyosemekana aliona mzimu na ugonjwa wake ulikuwa umezidi, ndiyo sababu ya kifo chake. Zaidi ya hayo, kulikuwa na mwalimu mwingine alikuwa anaitwa Bwana Nandus, alitoweka ghafla. Inavyosemekana alihamia Australia, japo hakuna mtu yoyote ambaye ana uhakika na hilo jambo kwa sababu hakuna mawasiliano baina ya walimu na yeye. Chaka kwa muuliza vipi kuhusiana na Seno. Kwa mujibu wa taarifa hii shule ni kwamba Seno alitoroka hapa shuleni. Bwana Radi akasema kwamba alimpenda sana Seno kwa sababu alikuwa na kipaji, na yeye anaamini kama kweli kijana ametoroka, hivyo atakuwa amepata shule nzuri sana huko na kujiendeleza vizuri. Aini yeye akawa amesema wapuuze hizo stori kwa sababu kila mahala pana stori nzuri na stori mbaya, kwa hiyo hawana uhakika kama hizo stori mbaya ni za kweli ama ni za uongo. Baada ya kurudi nyumbani, Chaka akakutana na Azka, akamweleza yote ambayo amezungumza na walimu. Akasema kwamba kesi za wanafunzi kutoweka kwenye hii shule sio jambo geni. Azka akasema kwamba Seno alikuwa amechaguliwa kwenye programu ya kubadilishwa na wanafunzi wengine. Alifurahi sana kuchaguliwa, na baada ya kuwa amefanya check-up ya mwili wake alikuwa sawa, ndio siku hiyo hiyo ambayo yeye alitoweka. Hili likaanza kuleta mashaka kidogo, kwa sababu Seno alitamani sana nafasi ya kubadilishana na wanafunzi wengine, asingeweza kutoroka kwenye shule kwa namna aina yoyote. Akasema wamefanyikiwa kupata mawasiliano ya wanafunzi wengine ambao waliwahi kuchaguliwa kwenye hiyo programu ya kubadilishwa na wanafunzi wengine nje ya nchi. Wakaamua wataanza kuwatafuta mmoja baada ya mwingine. Kesho yake habari za zile video ambazo zilikuwa zinasambaa, posti zake zote zikawa zimeondolewa, zimefutwa kabisa mtandaoni ghafla tu, na jamaa mwenyewe aliposti picha moja akisema kwamba hajui aliyezifuta hizo posti ni nani. Chaka, Azka, Jarer pamoja na Januari wakakusanyikana ili kwenda kuchunguza Seno yuko wapi, na wakahisi
wanahisi kabisa hili jambo wanatakiwa walifanya haraka, kwa sababu inavyoonekana mtu ambaye anafanya haya mambo anayafanya mambo kwa haraka na kwa plani zake. Sasa wakiwa hapo, Jaden pamoja na Ricky wako wamefika hapo, wakajiunga pamoja nao. Hawa washikaji kwa sasa wanahitaji na wao wajumuike na hawa watu ili waende kumtafuta Seno. Wanaamini kabisa kwamba Seno hakutoroka, bali kuna jambo jingine ambalo limetokea, hivyo wanahitaji kulijua wakiwa pamoja. Sasa kwenye maongezi wanakula kiapo hapo kwamba watasaidiana. Ricky akaona Januari amevaa saa ya mkuu wa shule. Hii saa anaijua kwa sababu ilitolewa kama zawadi kwa mkuu wa shule na wazazi wa huyu jamaa, yani Ricky. Ikabidi kumuuliza, wewe hii saa umeitoa wapi? Ama wewe ndio unahusika na Seno kutoweka? Yani wewe utakuwa unajua Seno alipo. Wakawa wamemkazia mshikaji akajitetea kwamba aliokota hiyo saa huko garani. Sasa mshikaji, kwa sababu watu walikuwa hawamwamini, ikabidi awapeleke eneo hilo ambapo yeye aliokota hiyo saa. Baada ya kufika hapo, wakawa wamekagua hapo ndani, lakini hawakupata kitu chochote. Mara wakawa wameuona mwili wa bwana mkubwa, mkuu wa shule hii, anaitwa Rahadi, amehifadhiwa kwenye firiji moja kubwa hapa. Watu wakawa wameingiwa na hofu kubwa sana. Huyu walimu pamoja na wanafunzi wote wanajua kwamba yuko likizo, kumbe tayari ni mfu na amehifadhiwa huku. Wanafunzi wakawa wametoka hapo wakaenda kuwajulisha walimu, wakawa wametoka hapo pamoja na walimu wote, wakaenda moja kwa moja mpaka sehemu ambapo waliuacha ule mwili. Baada ya kufika hapo, hakuna kitu chochote, yaani hakuna mwili wala hakuna alama ya aina yoyote ya kwamba kulikuwa na mwili eneo hilo. Vijana wanaweza vipi kuaminisha walimu wao kwamba walimuona mkuu wa shule hapa akiwa ni mfu? Mwalimu Badman akawageuzia kibao, kwanza mmeingiaje hapa? Mlango ulikuwa umefungwa, mmewezaje kufungua na kuingia hapa? Huyo mwalimu mnaosema kwamba mmemuona hapa ni marehemu, mimi nimewasiliana naye jana, hili haliwezekani. Hivyo vijana wakuwa wamepewa adhabu ya kusafisha vyoo siku hiyo. Sasa baada ya adhabu, Aska bado hakukubali kabisa kwamba ile maiti imetoweka tu, akiwa bado wana mashaka. Shaka akawa amepokea simu kutoka kwa marafiki zake polisi huko. Sasa wakati anazungumza, Aska akamuona Shaka anazungumza na simu, lakini ni kama hakusikia vizuri alichokuwa anakizungumza huyu jamaa. Shaka akawa amejulishwa kwamba Rahidi Sapatra alikuwa hana jamaa aina yoyote, yani alikuwa ni mtu yatima. Hii inaonyesha wazi kwamba watu wanaotekeleza matukio ya kutowesha watu kwenye hii shule wanazingatia sana kwamba mtu ni lazima awe peke yake, yani hana mwanafamilia wa kumwangalia, ndio wanapita naye shwa. Sasa wakati anaendelea na mazungumzo, Aska akawa amefika hapo. Shaka ikabidi kujifanya kwamba alikuwa anaongea na baba yake. Aska akamuuliza, baba yako anafanya kazi gani? Mshikaji akasema kwamba baba yangu ni mfanyabiashara tu. Jamaa akasema kwamba yeye mama yake tayari amekwisha kufariki dunia na amebaki na baba yake tu ambaye yeye ni daktari. Sasa wakati wanazungumza, jamaa akawa amepokea simu kutoka kwa Miss Aini, anamwambia kwamba ajiandae, atachukua nafasi ya Seno kuwa mwenyekiti wa hafla ya sayansi shuleni hapo weekend hii. Sasa mshikaji akawa na mashaka kwa sababu siku hiyo tu alikuwa anahitajika kutoka kwenye hii shule kwa ajili ya kwenda kuonana na baba yake ili kwenda kufanyiwa matibabu, anahitajika kulazwa. Shaka akawa amejitolea kwamba atamsaidia Azika, yeye atachukua nafasi hiyo na atazungumza na wanafunzi. Hivyo mshikaji yeye azingatie afya yake kwanza. Mahali pengine ambapo Andre, kijana ambaye alidai kuibiwa figo yake akiwa kitaa, akahisi kabisa kama kuna mtu anamfuatilia. Mshikaji kabidi kujipambania ili kujiokoa, lakini yule jamaa akawa amejitokeza tena akiwa amevaa mask usoni kwake, ni kama ana shari vile, akawa amemrushia kibegi kisha akawa ameondoka. Hii sio hongo kweli nyinyi ama ni nini? Sasa upande wa wanafunzi, kweli weekend hiyo hafla ya sayansi ilikuwa imefanyika na Shaka akawa ameongoza hilo jambo badala ya Aska. Wanafunzi wakaonyesha uvumbuzi wao mbele ya walimu. Baada ya alama kuwa zimetolewa, wakawa wamemchagua Shaka kuwa mshindi wa hafla hiyo. Ghafla wakawa wameshangazwa na video ambayo ilikuwa inaonyeshwa moja kwa moja. Video inamuonesha Andre akiwa pamoja na mwalimu Batman. Andre anakiri kwamba posti zake zote mtandaoni alizoziposti kuhusiana na kuibiwa figo ni posti za uongo. Akaomba msamaha kwa kuzua taharuki. Shaka baada ya kugundua mahali walipo, akawa ameenda moja kwa moja ili kwenda kujaribu kukutana na Andre, lakini akawa amefika kwa kuchelewa. Mshikaji tayari alikuwa ameondoka. Upande wa Madam Aura, mara nyingi kuna simu amekuwa anapigiwa lakini wao hapokei. Sasa baada ya kutoka nje, akakutana na jamaa mmoja. Huyu jamaa akamuuliza, kwa nini hupokei simu zangu? Huyu jamaa ni moja kati ya watu ambao waga wanatumwa kudai madeni. Amekuja kudai madeni kwa Aura, ni deni ambalo anadaiwa kaka yake na Aura, na kaka yake Aura hapokei simu. Huyu binti analazimika kulipa madeni yote ya kaka yake. Aura akajaribu kumpigia simu kaka yake ili kumjulisha hilo jambo, lakini kaka yake hakupokea simu. Ikabidi kwenda kuchukua pesa ambazo yeye anazo ili kuja kumpatia huyu jamaa. Jamaa baada ya kutazama ile pesa akasema kwamba hii pesa haitoshi, lakini nina wazo, kama unahitaji tuishane kabisa kuhusiana na madeni ambayo tunamdai kaka yako, unaonaje kama utaniongesha kidogo kilimo mdondoko kwa siku moja tu? Binti akawa amekasirika, akawa amempiga kofi huyu jamaa. Sasa mshikaji kujaribu kumpiga huyu binti, Shaka akawa amefika hapo. Jamaa akachezea makofi sana, yani sio ngumu, akawa amemwelezea kila kitu kuhusiana na sheria, mambo ya mkopo na vitu kama hivyo. Baadaye wakawa wamepata muda mzuri sana wa kuzungumza.
kuzungumza na Aura. Aura akawa amemshukuru kwa msaada wake, lakini ana wasiwasi, je, kama yule mtu atarudi tena kuja kumdai? Shaka akasema kwamba hawezi tena kurudi kuja kukudai. Miss Aura akashangaa kwa nini Shaka anajua sana sheria vizuri namna ile. Shaka akasema kwamba anapenda sana kusoma na akawa amesema kwamba anatamani sana mwisho wa siku akimaliza masomo yake awe polisi, hivyo ni lazima aielewe sheria vizuri. Aura bado hakujua kabisa kama Shaka ni polisi kweli. Tangu siku hiyo wawili hao wakaanza kuwa karibu sana na wakazidi kufahamiana vizuri. Shaka alikuwa anampenda sana Miss Aura na Aura mwenyewe alikuwa anampenda sana huyu kijana, lakini sasa ndo hivyo, kijana ni mwanafunzi wake, hawezi kuwa na mahusiano naye. Kwa upande mwingine, Jarrell na wenzake kwa sasa wanashirikiana sana pamoja na Rick na Jayden. Wakaamua kutafuta mahali ambapo Andre anaishi, wakawa wamehack na wakawa wametambua sehemu ambapo mshikaji anapatikana, lakini Isaac akawa amewapigia simu washikaji zake na akawa amewambia kwamba yeye hawezi kuungana pamoja nao kwa sababu swala la matibabu bado linaendelea. Wakawa wamempigia simu Shaka na wakawa wamemjulisha jambo hilo, hivyo moja kwa moja wakawa wameenda kukutana hilo eneo, wakaanza kumtafuta Andre. Sasa baada ya kumtafuta wakaona wagawanyike vikundi ili wamtafute kwa haraka. Baada ya kutafuta sana hawakufanyikiwa kumpata, wakaenda sehemu kwa ajili ya kupumzika, ikiwezekana wale kidogo mgawani hapo. Sasa wakiwa hapo, kumbe Andre pia alikuwa hapa, si unajua njaa haina jasiri. Shaka akawa amemgundua mshikaji, akawa amechoropoka hapo baruti, wakaanza kumtafuta kimbiza. Mshikaji na hizi chocho anazijua vizuri, kwepa sana. Baada ya kumtafuta kwa muda mrefu, Andre akawa amefanyikiwa kwenda kujificha kwenye jengo moja la zamani. Sasa akiwa hapo, kuna mwanaume mmoja akawa amefika hapo, kavalia maski, akawa amempiga visu vya kutosha huyo mshikaji, kisha akawa ametoweka. Muda mfupi baadaye, Shaka na wenzake wakawa wamefika hapo, wakamkuta mshikaji Andre yuko katika hali mbaya. Alisema neno moja tu, nilidanganya, kisha mshikaji akawa amekata moto. Wakiwa bado wako hapo wana hofu, Jayden akawa amependekeza kwamba waondoke hapo haraka, kwa sababu kama watakutwa hapo watadhaniwa kwamba wao ndio wamehusika na hayo mambo. Kweli washikaji wakawa wametoweka hapo chap kwa haraka. Wakafika maeneo, wakaanza kutilia mashaka zaidi kuhusiana na shule, yawezekana inahusika na haya mambo yote. Kama Andre alikiri kwamba alidanganya mbele ya watu, kwa nini auawe wao walipokwenda kumhoji? Vijana wakawa wameamua kwenda kupumzika. Baada ya wengine kuondoka hapo, Shaka akawa amebaki hapo, hivyo akawa amewapigia simu polisi wenzake, akawajulisha kwamba kuna mwili uko sehemu ili waende kuuchukua na waufanyie uchunguzi. Sasa wakati anazungumza na polisi wenzake, hakujua kwamba Miss Aura alikuwa anasikiliza mazungumzo yote, kisha akawa amemfuata hapo hapo, akaenda kumuuliza, wewe ni nani? Wewe ni mwanafunzi kweli ama ni nani? Shaka baada ya kubanwa, ikabidi tu amchukue Miss Aura waende kuzungumza mahali. Akamweleza kila kitu kwamba yeye kweli ni askari polisi na yuko hapa kwa ajili ya kufuatilia kesi ya Seno. Akamwomba Miss Aura asimwambie mtu yoyote kuhusiana na hii habari. Pia akamwambia kwamba Andre ambaye alikiri kwamba habari zake ni za uongo, kwamba aliibiwa figo kwenye hii shule, wamemkuta ameuawa kwa kuchomwa visu na mtu asiyejulikana. Sasa wakaanza kushuku wote kwa pamoja, yawezekana kuna mtu ambaye yuko ndani ya shule anahusika na haya mambo yote. Kwa upande mwingine, Asuka akiwa hospitalini akawa anatazama ile video ya mkutano ambayo Andre alikanusha kwamba habari zake ni za uongo. Sasa akiwa hapo anasomasoma maoni kama watu wengine ambavyo jinsi tunavyofanyaga, akawa ameona kuna komenti moja ambayo ni ya mwanafunzi ambaye amehitimu katika shule hiyo, akisema kwamba kama habari hizo ni za uongo, muulizeni Daktari Juna, yeye ndiye ambaye yuko katika programu hiyo, yeye ndiye anayehusika na watu kutoweka. Kijana Asuka akaanza kuwa na wasiwasi, yawezekana kweli Juna alikuwepo pia hata siku ambapo Andre alikuwa nakiri. Hivyo akawa amempigia Daktari Juna kwa sababu ndiye alikuwa anamhudumia hapa, akamuuliza, je, ulikuwepo kweli kwenye ule mkutano? Daktari akawa amemuuliza, mkutano gani? Yaani kwa nini mimi niwepo pale? Wewe zingatia tu afya yako ili upone vizuri. Kijana ana mashaka sana kwa sababu huyu Daktari Juna ambaye anazungumza naye ni baba yake mzazi. Sasa huyu mzee kama umemwangalia vizuri, unakuja kugundua kwamba baba yake Asuka ndiye ambaye amevaa maski na ndiye amemteka Seno. Na baada ya kuzungumza na kijana wake, moja kwa moja akaenda kuonana na Seno alipohifadhiwa, akamchunguza. Anahitaji huyu kijana aendelee kuwa na afya yake njema kwa sababu anahitajika kufanyiwa upasuaji hivi karibuni. Sasa inavyoonekana, watu wengi pia hawajui upande wa nyuma wa Daktari Juna, daktari ambaye anaonekana kuwa ni msaada sana kwenye hii shule. Siku moja Jarrell akaenda kumtembelea Asuka hospitalini. Asuka akamwonyesha maoni kuhusiana na ile video ya Andre na jamaa akawa amekiri kwamba huyo Juna ni baba yangu. Jamaa akawa ameshangaa sana, inawezekanaje? Mbona tukuwahi kujua kwamba Juna ni baba yako? Sasa baada ya kuzungumza, wakawa wameshauriana kwamba wamjulishe Shaka aende kumuuliza Batman kama kweli Dr. Juna alikuwepo siku ambapo Andre alikuwa anakiri kwamba zile habari zake ni za uongo. Shaka akaamua kwenda moja kwa moja kwa mwalimu Batman kwenda kumuuliza hilo jambo.
Mwalimu Batman alikuwa ni mtata huyu, akamuuliza kwa nini unauliza hivyo? Ni kweli Daktari Juna alikuwepo hapo, kwani ilikuwa na maana gani? Nini unachotaka kujua zaidi? Shaka alikuwa anataka tu kujua kama Daktari Juna alikuwepo ama hakuwepo, na sasa alishajua kwamba Daktari Juna alikuwepo. Hivyo akawa amemjulisha mshikaji wake kwamba Daktari Juna alikuwepo siku ambapo Andre alikuwa anakanusha ile habari. Hili jambo lilikuwa limeongeza mashaka sana kwa Asuka, akaanza kuhisi pengine baba yake anahusika na haya mambo yote. Akawa amemshawishi Jarrell kwamba waende wakachunguze katika ofisi ya baba yake, japo ni hatari, lakini sasa hakuna namna, inabidi waende kufanya hivyo. Sasa upande wa Juna akiwa hospitalini hapa, akawa amepata habari kutoka kwa nesi kwamba mgonjwa ambaye alikuwa anatarajia kwenda kumfanyia upasuaji amefariki dunia. Sasa hili jambo likamfanya mshikaji kukosa raha sana, akawa amehuzunika sana. Sasa nini kinachoendelea? Mbona kama huyu Daktari Juna anaonekana kuwa na roho ya huruma namna hii? Kweli huyu jamaa ni mwovu ama ni nini? Hebu ngoja tuendelee. Upande wa Jarrell akawa amefanikiwa kuingia katika ofisi ya baba yake Asuka. Kweli kijana kwa kutumia ujuzi wake akaamua kuhaki kompyuta ya baba yake Asuka. Asuka akasimama mlangoni usalama kama baba yake atafika hapa ili amjulishe mshikaji wake. Wakati huo huo kweli baba yake alikuwa anarudi ofisini kwake, lakini kwa bahati nzuri akawa amekutana na daktari mwingine hapa, wakawa wanasemeshana. Hivyo vijana wakawa wamepata nafasi nzuri sana ya kunakili data kutoka kwenye kompyuta ya mzee huyu bila yeye kujua. Lakini wakati wanatoka wakawa wamekutana na baba yake Asuka. Kafika hapo akawa ameuliza, mnafanya nini hapa? Asuka akasema kwamba huyu ni rafiki yangu, alikuwa amekuja hapa kwa ajili ya kunitembelea, hivyo nilikuwa nimefika hapa kwa ajili ya kukutambulisha. Mshikaji akawa amemtambulisha kwamba huyu ni rafiki yangu, nasoma naye na pia ni mgonjwa, ana kifafa. Mzee baada ya kusikia hivi akawa amemuuliza ni dawa gani ambayo mara nyingi huwa unatumia unapopata hiyo hali. Mshikaji akawa amemuonesha dawa ambazo mara nyingi huwa anatembea nazo kwenye begi. Juna akasema kwamba hizi dawa ni sahihi, jitahidi kumeza, lakini punguza sana mawazo, inaweza kukusaidia, kifafa kinaweza kuzuilika kwa namna hiyo. Sasa wakati hayo yote yanaendelea, upande wa shuleni Batman akaamua kufanya ukaguzi wa ghafla kwenye vyumba vyote vya wanafunzi. Wanafunzi wote walikuwa wamesimama mbele ya vyumba vyao. Kuna chumba kimoja tu, hakuna mtu yote aliyekuwa amesimama hapo, ni chumba cha Shaka pamoja na Asuka. Baada ya kuingia ndani hapo, Batman akaamua kufanya uchunguzi. Kwenye kuchunguza wakuwa wamepata kitambulisho cha Shaka. Sasa kitambulisho hichi kinaonyesha jina tofauti na jina ambalo jamaa amejiandikisha kwenye hii shule. Batman akaamini kabisa huyu Shaka atakuwa amegushi data zake. Akaamua kupiga simu ofisini kwa usimamizi kwamba waandae barua ya kumfukuza Shaka shuleni hapo mara moja, hana muda wa kupoteza. Sasa wakati anafoka huyu mzee, Aura akawa amefika hapo. Mzee akawa amemhusisha huyu binti, hemu angalia, huyu kijana ni muongo, majina ni mawili tofauti. Moja kwa moja akaenda kumfuata Shaka. Jamaa kweli akawa amekiri kwamba hichi kitambulisho ni feki, sio cha kweli. Aura baada ya kufika hapo akawa amejifanya yuko nyuma ya Batman, yani kama anamsapoti huyu mwalimu. Akasema kwamba sijui ni nini baba yako atakachokufanya baada ya kuwa ametambua haya mambo yote. Batman baada ya kusikia hii kauli ikabidi kumuuliza, kwani baba yake Shaka ni nani? Aura akasema kwamba kwani haujui ni mtoto wa mbunge huyu? Batman baada ya kusikia hivyo akaanza kubadilisha kauli zake. Yaani huyu mshikaji akishajua tu kwamba wewe ni mtoto wa kibosire, huyu mzee anatetemeka mpaka vile vitu ambavyo watu walikuwa naiba kwa kukugusa bega. Akamsihi Shaka kwamba usiseme neno lolote kuhusiana na hili jambo, kila kitu kitakuwa sawa. Akamsisitiza kwamba Shaka asiende kuyapeleka kwa baba yake. Akaondoka hapo anachekacheka tu. Shaka akawa amemshukuru sana Miss Aura kwa kumsaidia. Wakati huo huo upande wa Seno bado yuko hai, anakumbuka yule mtu ambaye alimuonya kuhusiana na ile program kwamba wanatumia vigezo vya kuwapima afya kwa maslahi yao, lakini sasa hakujua yule mtu ni nani na alikuwa anafanya vile kwa ajili gani. Mshikaji akawa amepata wazo kwamba inabidi aanze kupambana hapa ili ajiokoe. Akaamua kutengeneza mpango wa kutoroka eneo hili. Kweli akawa amemvizia Dr. Juna. Baada ya kufika hapo akawa amemshambulia kijana, akawa amefanikiwa kweli kutoroka eneo hilo, akawa amekimbia nje. Oya, sehemu alipokuwa amefichwa sidhani kama kuna wanafunzi wangeweza kupajua. Akawa amefanikiwa kukutana na Sonya, akawa amemwambia kwamba ondoka hapa mara moja kwa sababu kuna mtu ananitimbiza, rudi chumbani kwako. Kisha kijana akawa amekimbia njia tofauti. Binti kweli baada ya kufika chumbani kwake akawa amempigia simu Asuka. Mshikaji alikuwa amelala, hakusikia kabisa simu, lakini binti hakukata tamaa, akampigia sana mshikaji simu. Mshikaji mwisho wa siku akawa ameiona simu, akawa ameipokea. Sonya akasema kwamba nimeonana na Seno, mjulishe mtu akague chumba chenu, pengine atakuwa amefika huko. Asuka mara moja akawa amempigia simu Shaka, akamjulisha hilo jambo. Sonya naye akawa amefika, hivyo akawa ametoka hapo ili kwenda kumtafuta. Sasa upande wa Seno akiwa anajaribu kweli kukimbia ili kujitetea, akawa amekutana na jamaa amevaa maski. Kijana akajaribu kupambana, lakini akawa amezidiwa, akawa amezimishwa na akapoteza fahamu. Baada ya kurudishwa ndani, kuna watu wawili hapa ndipo tunawatambua. Kuna mtu ambaye alikuwa amepewa jukumu la kwenda kumkamata Seno, alikuwa ni msaidizi wa Dr. Juna. Dr. Juna akawa amekasirika sana baada ya kumuona Seno amepigwa. Akawa amemuuliza, mimi nilikuambia kwenda kumkamata na sio kumpiga namna hii, ukimuumiza huyu upasuaji hautafanyika vizuri. Dokta akaanza mara moja kumtibu majeraha ya Seno, kisha akawa amempatia na dawa ya kupunguza maumivu.
maumivu. Sasa huyu msaidizi wa Daktari Juna ni nani? Maana Daktari Juna tayari tumekwisha kumjua ni baba yake Asuka. Shaka akaamua kukutana na wenzake wote, wakamuuliza, kweli Sonya, una uhakika kweli umemuona Seno? Binti akawa amekiri kwamba nimemuona Seno na nimeongea naye. Wakaamua kwenda kuangalia kwenye CCTV. Baada ya kuhaki system nzima, inaonyesha kwamba CCTV hizo zilizimwa masaa 12 kabla hilo tukio. Alo, huko kunakoenda ni kutamu mno. Usipange kukosa sehemu ya mwisho hii simulizi, nitakuletea hapa hapa. Hakikisha umesubscribe, umetani on notification, umelike, umecomment, vitu kama hivyo. Karibu.